Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje mwanafamilia Together Online? Ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, tuko hapa na maoni ya watu kwa Mange Kimambi yamekuwa ni mengi sana baada ya Mange Kimambi bwana kuwa ameshusha bonge moja la ujumbe kwenda kwa Zuchu. Na hii ni baada ya mashabiki wa Zuchu, timu Zuchu kumtetea Zuchu kwa Mange Kimambi kwa kudai kwamba Mange Kimambi anamuonea Zuchu wakati ni mtoto mdogo asiyejua hata hana uzoefu na maumivu ya kimahusiano ya kimapenzi. So anaweza akajichukulia hatua mbaya na Mange Kimambi akawa amehusika kwenye kila kitu. Sasa Mange Kimambi akaja akasema, "Aisee, mnaniuzigi sana na hizi komenti zenu za kusema eti Zuchu ni binti mdogo. Sijui mwanangu ninaweza kumzaa, sijui nini. Hivi mnaumwa nyie? Mimi nina umri wa kumzaa Zuchu miaka 33, anaenda miaka 34. Nina umri huo." Anasema eti binti mdogo. Miaka 33 ni binti mdogo. Mimi nikiwa na miaka 33 niko kwenye ndoa kwa miaka 4. Miaka 33 nilikuwa na watoto 3. Miaka 33 nilikuwa nishajua wanaume nje mpaka ndani. Nilikuwa sio mtu wa kuvumilia upuuzi na ujinga na wanaume. Huyo miaka 33 bado anachomolewa vibendi hata mara 3 kwa mwaka. Watu maarufu ambao mnawasema kuwa kwamba watu maarufu ambao mnaweza kusema kuwa ni binti zangu au kuwaita watoto wadogo ni Paula Kajala pamoja na Abigail Chams. Maana hawa wamelingana na binti wangu wa kwanza, ila sio mtoto mwanamke wa miaka 33 na kuendelea. Eti hana experience na wanaume. Jamani, huyo Zuchu ni chizi wa mapenzi tu. Huyu hata India hakugraduate, alifeki cheti. Kapelekwa kusoma ila alikuwa anaishi na wanaume anaitwa Kiba. Hela yote aliyokuwa akitumia na mama yake school fees, yeye alikuwa anamuonga huyo mwanaume. Aliporudi Tanzania akawa anaiba pesa kwa mama yake, anamnunulia Kiba vyombo vya muziki. Yani yeye kutoa pesa kwa mwanaume ili apendwe sio shida zake kabisa, na bado Kiba akamtenda vibaya. Huyo experience ya mapenzi anao ya kutosha tu. Badala mumkumbushe kuwa kabakiza miaka 6 tu ili awe na miaka 40, mnamlemaza kwa kumuita binti mdogo. Mbona kina Wema Sepetu amuwaiti mabinti wadogo, na wakati Wema kampita Zuchu kama sio mwaka mmoja miwili? Kama Zuchu ni binti mdogo na hajui kitu, basi wote kina Hamisa Nandi, Wema Sepetu, wote muanze kuwaita watoto wadogo pia. Pumbavu. Mnamuonea huruma mtu katili. Alipewa msaada na Alia wa sehemu ya kuishi kabla hajajulikana. Diamond Platnumz akawa anaenda kwenye nyumba ila analala na shoga yake Alia, kumbe yeye bwana anamtamani Diamond. Alipopata ustatu akamkwapua bwana kutoka kwa besti yake mazima. Alia alipata depression ya kufa mtu. Kama sio kina Mama Dangote na Esma kumshika mkono kipindi kile, angeweza hata kujirestisha yule binti. Leo mnamtilia huruma Zuchu. Mwambieni ajifunze kuishi na watu. Haiwezekani achukiwe kila kona. Kina Zari, Hamisa walikuwa na watetezi kila kona. Ndio maana hata wakuterereka kipindi wametoka kwa Diamond. Wewe mtu mpaka kampuni iliyo kusaini unawaingizia kipato kikubwa na bado hawakupendi. Jitathimini, kuna kitu hakipo sawa kwako. Kwenye comment section huyu akaja akasema, yote kwa yote mpumzisheni bwana mkubwa mwenzenu. Mange Kimambi akaja akasema, hapa kidogo sawa. Yakasema kwamba halafu watu wanahisi wewe wagu unamchukia Zuchu, ila wewe unajaribu kumkomboa kifikra. Yakaja akasema, we love you da Zuchu, kwa sababu kwa dada Mange tunaomba mrithi wako mapema. Kwa sababu kwamba tulieni generation ya 1990 kuendelea wote tushakuwa mashangazi. Kwa sababu kwamba dada Mange, hebu tuone huyo Kiba kwanza wa China. Huyo akaja akasema, dada Mange tuletee Kiba wa India huyo tumuone kama ana studio hata na vifaa vya Zuchu wetu. Huyo akaja akasema, Zuchu ana miaka mingi kuliko vyama vingi sana hapa nchini. Kwa sababu kwamba Mange Kimambi ni mzuri ikitokea Mange Kimambi ni mzuri akitokea pembeni. Alafu kingine anakabia juu sana. Huyo akaja akasema, anasemaje huyo? Huyu hapa anasema kwamba hapo kwenye utoto hapo hata mimi na kwamba hapo kwenye utoto hapo mimi na yeye tunalingana umri na nipo kwenye ndoa na watoto 3 juu. Anasema alhamdulillah, yani wa Tanzania bwana wanamuita Wema mzee wakati ni rika letu. Anasema kabisa kupishana miaka 2 sio mingi, hata utoto tumecheza na watoto umri tofauti, ila ikija ukubwani wote kwamba wote tunaukataa ukubwa, ila nyie. Uyakaja akasema kwamba hata kama sio binti yako kuna watu wana force mapenzi humu kushinda Zuchu. Sema tu ndo hivyo, sio ma celebrity. Kama ni ushauri
anasikia na anaona, sema mapenzi yanamuumiza, hayajui mdogo wala mkubwa. Mimi mwenyewe niko kwenye miaka kama 26, ila kuna muda mapenzi yananiliza, tena anayeniliza hata mia hajawahi nipea. So Zuchu situation yake ni ya kupewa pole, sio kumsema vibaya. Anasema mtamuua na depression. Sioni hata yeye kwamba anafurahia watu wanavyomsema vibaya. Tatizo moyo, Mungu atamfanyia wepesi atoke kwenye hiyo situation alionayo. Huyu akaja akasema kwamba enyi mlioamini, wanaume wasio wadharau wanaume wenzao. Kwamba enyi mlioamini, wanaume wasio wadharau wanaume wenzao, wala wanawake wasio wadharau wanawake wenzao. Huenda hao wakawa bora kuliko wao. Wala msivunjiane heshima, wala msitane kwa majina ya kejeli. Ni uovu kutumia jina baya baada ya kwisha amini. Na wasio tubu, hao ndio wenye kudhurumu. Uyakadi akasema kosa kubwa utakalofanya ni kuolewa na mtu anayempenda sana. Atakuumiza na kukufanya vibaya. Atajikuta anavumilia mambo mengi sana ambayo hata kwamba yatamdrain hadi emotionally na physically. Anasema not a hater, but Zuchu loving someone is also learning to let them go. Mange Kimambi anakupenda sana, ndio maana anajitahidi sana kukuambia ukweli kuhusu Diamond Platnumz. Hata sisi wa Tanzania tunakupenda sana. I know kuna watu wengi sana ambao wako tayari kuwa na wewe na kukutreat bela. Anasema you deserve all beautiful things. Anasema katika hii dunia. So achana na mwanaume. Kuna wanaume wengi tu ambao wanaweza akakuoffer good love na ukawa na maisha mazuri kabisa yenye furaha tele. So ndio hivyo jamani, ni comment za watu.